Serikali kupitia Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kwa kushirikiana na Halmashauri ya Manispaa ya Temeke imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kudhibiti viwanda vinavyomwaga maji machafu kwenye mito, ikiwemo kufanya kaguzi za mara kwa mara katika viwanda vilivyopo Temeke. Pamoja na hatua hizo za kufanya ziara za mara kwa mara za kushtukiza, serikali pia imesimamia utekelezaji wa sheria yetu ya mazingira sura 191 pamoja na sheria ya maji safi na usafi wa mazingira sura 272, ikiwemo kutoa maagizo ya kurekebisha au kusimamisha kabisa shughuli za viwanda zinazosababisha uchafuzi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha doria za mazingira, kufanya kaguzi za kushtukiza na kutoa elimu kwa wamiliki wa viwanda vilivyopo Temeke na maeneo mengine nchini. Sambamba na hilo, serikali inakamilisha ufungaji wa mfumo wa kisasa wa ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira, yaani Tanzania Online Continuous Emission Monitoring System, utakaowezesha kufuatilia viwango vya uchafuzi kwa wakati na kuchukua hatua za haraka dhidi ya wanaokiuka sheria. Kwa kuwa changamoto ya kutiririka kwa maji katika mto wa Mpogo uliopo katika jimbo la Temeke unaathiri katika kata ya Sandari, mitaa ya Mpogo, Kimbunga, Usalama, lakini katika kata ya Kilakala, Makangarawe na Buza. Maeneo haya yanafurika maji ambayo yanakuwa yana kemikali zinazotoka viwandani. Je, serikali pamoja na majibu mazuri iliyotoa iko tayari kutoa tamko kwa wenye viwanda kufata utaratibu ambao umeelekezwa hapo mbele na Mheshimiwa Naibu Waziri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza serikali kupitia NEMKI tumefanya ukaguzi wa viwanda mkoa wa Dar es Salaam na hususani jimbo la Mheshimiwa mbunge kule Temeke kupitia ofisi zetu za kanda. Tumefanya ukaguzi kwenye viwanda 158 na tumebaini mapungufu yafuatayo. Vipo viwanda kweli vichache vinatiririsha maji kuelekea kwenye makazi ya wananchi, lakini vipo viwanda ambavyo vinatiririsha maji machafu bila kuyatibu kabla ya kuyaruhusu kutoka nje ya kiwanda. Lakini vile vile vipo viwanda ambavyo vinatiririsha maji hayo bila kuwa na vibali, na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu vibali hivi vya kutiririsha maji vinatolewa na ofisi za mabonde chini ya Wizara ya Maji. Lakini vile vile kumekuwepo na uchafuzi wa viwanda hivyo bila kuzingatia sheria zetu za usimamizi wa mazingira sura 191. Tumechukua hatua, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza, mbali na kufanya ukaguzi huo, tumetoa elimu kwa wenye viwanda, lakini vile vile tumechukua hatua za kisheria ikiwemo pamoja na kuwapiga faini, na wakati mwingine imetulazimu kuzuia utiririshaji wa maji kwenye viwanda hivyo katika shughuli zao za uzalishaji. Nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, niwaelekeze mameneja wetu wote wa kanda mbalimbali nchini za NEMKI wasimamie utekelezaji wa sheria kuhakikisha kwamba wamiliki wa viwanda hawatiririshi maji kuelekea kwenye makazi ya wananchi na kuelekea kwenye mito yetu kusababisha uchafuzi wa mazingira. Lakini si tu hivyo, niwaombe sana wenye viwanda wazingatie matakwa ya sheria na matakwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama wakati wao wakiendelea na uzalishaji wa shughuli zao za kiuchumi.